Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu ambaye unaendelea kutazama kila itwapo leo. Shukrani nyingi sana ziwe kwako wewe unaendelea kututazama. Mimi ni Mpinga Shari, leo niko hapa katika duka hili kubwa kabisa, ni wauzaji wa kanzu Afrika Mashariki na Kati, Masin Kanzu, tukiwa na Raisi wa Mawinga, tukiwa tunazungumza naye. Ni mchambuzi wa mambo mbalimbali ya dini, mambo ya kijamii, mambo ya kimichezo, kwa ufupi ni mambo ya kijamii kwa ujumla wake. Raisi wa Mawinga, salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Habari ya leo sha? Shukuru Mwenyezi Mungu. Tumekukuta maeneo yako ya kujidai kabisa. Tumekukuta katika maduka haya ya kanzu ya Masin Kanzu. Haya ndo maeneo yetu ya kujidai. Ndio. Na sehemu zetu ambazo tunapendeza kwa mtoto wetu Masin. Okay, sawa. Ile kila nikikuona Ijumaa uko huku kumbe jambo linatokea hapa. Sawa, nikushukuru sana. Lakini Rais wa Mawinga, natamani sana uzungumze, kwa sababu nilikuwa nakutafuta kwa haya ambayo yalikuwa yananisibu au yanawasibu baadhi ya watu mbalimbali kuhusiana na wapi tunakwenda, wapi tunatakiwa twende, wapi tumetoka, hasa katika hizi dini zetu. Lakini sasa leo hebu kidogo tuzungumzie upande wa dini yetu hii ya Kiislamu, kwa sababu tumeona hadhara ni nyingi, tumeona pia watu ni wengi, hususan sasa hivi tumeona muda si mrefu watu wametoka Maka, watu wametoka kuhiji. Lakini sasa je, unavyoona kwa upande wa maadili, mambo yanaendelea kuwa mazuri kwa maana watoto wetu, vijana wetu wanazidi kufunguka kwa maana ya kiimani, au unaona kuna tatizo? Matatizo yapo, tena yapo mengi sana, na sisi wengine sio mashekhe, lakini vitu vinavyoenda ovyo tunaona, na tukiona pia tukipata nafasi ya kusema tunasema. Kwa mfano niwaambie, baada ya miaka 10 mbele, manake dini yetu tutazalisha watu wa hovyo. Baada ya miaka 10 mbele takuwa dini yetu tutazalisha watu wa hovyo. Nini umekiona mpaka ukaona kabisa kwamba kama kikiendelea hichi basi baada ya miaka 10 mbele tutazalisha watu wa hovyo? Vitu viko vingi sana sasa hivi, yani kwamba tunapoteza ule mfumo wa watu walioishi zamani, ama walimu zetu waliosoma zamani, walikuwa mashehe wa zamani. Ile mifumo yao tunaikataa, tunaondoka na mifumo ya kisasa. Kwa mfano, unaweza ukaenda kwenye maulidi, labda tunasema maulidi ni anatajwa Bwana Mtume pale, na zile nyendo zetu za zamani tulikuwa tunaona akifanyika maulidi, anafanyika maulidi kweli kweli. Lakini leo tunabadilika, inafikia tu hata mashehe wanakosa nafasi ya kusema kwamba anapewa mtu asimame kwenye maulidi ya Mtume aigize sauti. Anaigiza sauti za kina Kingwendu, anaigiza sauti za viongozi mbalimbali. Sasa yale sio maadili ambayo tuliyotoka nayo. Maanisha hayo mambo kipindi cha Mtume hayakwepo? Hayo mambo hamna. Na kama yapo basi walimu watufunga watufundishi vizuri. Mtume ina maana hakuwa na watu wa kuwaburudisha, labda watu wakafurahi, kwa mfano wa huyu ambao unasema sasa hivi? Hata kama yalikuwepo, lakini sio kwa upande ule. Yaani kwamba watu wakusanyiki wanafanya maulidi, alafu katikati baada tushazoea wasimame mashehe watutengeneze kwa maneno mazuri ya zamani. Lakini sasa hivi anasimamishwa komedia. Umeona komedia apate kuchekesha watu wacheke. Sasa mfano sauti ya Kingwendu kwenye maulidi ya Mtume na sauti ya Kingwendu wapi na wapi? Watu wanataka wafurahi, lakini sasa wanafurahi nini pale? Nini kinachohamasisha mpaka tufurahi? Kwa hiyo sauti ya Kingwendu ndo tukafurahie sisi pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vinafanyika katika Uislamu, tunafeli. Na kufeli na sio hilo tu, yako mengi. Kwa mfano sasa hivi kuna mashehe wa mchongo, kuna masharifu wa kutengenezwa. Raisi, mbona hapo kama masharifu wa kutengenezwa tu? Masharifu wa kutengenezwa, sio wale masharifu ambao tulozoea zile Mwenyezi Mungu ameweka makalama yake. Sasa hivi masharifu wanatengenezwa. Vipi masharifu wanatengenezwa? Kwa sababu masharifu tunapojua sisi, masharifu wana karama zao, masharifu wanakimbiliwa na watu wenye matatizo mbalimbali, tunaona dua zao na mambo mengine yanaenda. Wewe unasema masharifu wanatengenezwa, labda umeona nini mpaka umezungumza kitu kama hicho? Nimeona ni vitu vingi sana sana. Sasa hivi tunaona kwenye mihadhara unaweza akachukuliwa mtoto akatolewa madrasani akapigwa kilemba kama hivi ulivyovaa wewe hivi, tayari kuna mkoa wewe ukipelekwa unaitwa sharifu.
Kwa hiyo ni mtu tunatengenezwa kwa faida za watu. Kwa hiyo maanisha mimi nilivyovaa haya mavazi ya siku ya leo hii nikipelekwa kuna mkoa nikienda sehemu hivi alivyokuvesha Marseni hivi, wewe tayari hapa nikikuchukua nikakupeleka Kibaigwa ndani wewe unaitwa Sharifu, unashika watu kichwa, unakula 10 kila ukimshika mtu kichwa. Lakini hawa ndio wanatengenezwa na wanawatengeneza ni hawa wahadhiri hao. Wahadhiri hao. Wahadhiri wetu ndio wanaotengeneza masharifu kwa ajili ya tisa. Wenyewe wana msemo wao wanauita tisa. Sio wanatengeneza vijana kwa ajili ya maadili. Hapana, utengeneze kijana kwa ajili ya maadili. Kijana msomeshe madrasa apate elimu yake na aendelee kufanya mambo mazuri. Lakini unapomtengeneza mtoto, manake sasa mtoto unampeleka sehemu anaombea tu Mungu. Juzi nimeona tukio askari kashikwa kichwa namna hii. Kashikwa na Sharifu. Na Sharifu. Sharifu wa wapi? Lakini imani kwamba wanapona watu. Imani watu wanapona kwa ile neno linaosemwa au dua inayoombwa. Lakini unawadanganya watu, lakini wao hawajui kama wanadanganywa. Mtu ana dua sinaomba dua, anaomba dua. Yule mtoto si anaomba dua, ile haina shida. Lakini wewe unawadanganya watu huu Sharifu. Unajua kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia wana makarama na hawezi kujiita Sharifu. Ukimwita Sharifu anakataa. Kwa mfano Sheikh Osman Michael. Mwenyezi Mungu kampa karama kubwa sana Sheikh Osman Michael. Lakini ukimwita Sharifu hataki yule. Mimi kuna siku moja nilimuita Sharifu akakataa, akamwambia hapana mimi sio Sharifu. Kuna mtoto mwingine anaitwa mtoto Sheikh Ramadhani, mtoto mdogo tu. Ukimuita Sharifu baba yake anakataa. Anasema uso Sharifu. Kwa hiyo kuna masharifu watu wanatengenezwa. Mwisho juzi walikuwa Kibiti huko na masharifu wa kutengenezwa. Ndio maana kutengeneza masharifu hawa baadaye wanakuja kusumbua mitandaoni. Kusumbua kwa sababu hapo umesema kwamba baadaye wanakuja kusumbua mitandaoni, ikiwa tumeona kama wiki moja iliyopita baadhi ya mashekhe zetu na Sharifu, moja ya Sharifu ambaye anajulikana sana Afrika Mashariki na Kati, namzungumzia Sheikh Sharifu Firdausi Al-Kadiri, mtoto wa Al-Kadiria huyu, walikuwa wanaradiana mitandaoni, kwa maana mmoja ameingia mtandaoni, mwingine anasema kabisa kwamba wewe toka kwenye TikTok yangu, wewe utakiwa kuingia, mara wakawa na kashifiana kabisa kuitana Sharifu mweusi. Hakuna Sharifu mweusi. Hii unaona kweli ina mantiki kwenye Uislamu, kwa maana kumradi mwenzio kumwambia paka hakuna Sharifu mweusi na sio kumwelimisha? Mimi niseme kitu kimoja hapo, wote wana makosa. Hiyo ukisema Sharifu mweusi manake unambagua. Lakini pia tuchukue unasaba ule usharifu, yeye ni Sharifu anajiita au Sharifu yule. Wala kuna mtu anajiita, na mimi nikajiita Sharifu. Kuna watu wanajiita mimi ni Sharifu. Sasa kuna ile usharifu ambao Mwenyezi Mungu amekupa tangu ule uzao wako. Kama yule kijana mmoja alikuwa Sharifu Matongo, alikuwa namsikia, ambao tunamjua tangu hivi alikuwa amepata karama hiyo. Sasa hawa wengine sisi tumekuja kuwaona tu mitandaoni. Mimi Sheikh Sharifu hatujui unasaba wake. Sheikh Sharifu wa wapi, katokea wapi, kaupata wapi? Lakini na wewe pia alimwambia mna Sharifu mweusi, amembagua tu, na ubaguzi huo hautakiwi, kwa sababu kama ubaguzi huo ungekuwa unatakiwa hata Mtume angembagua Bilali, mbona hajambagua na kameishi naye? Umeona? Kwa hiyo huo ubaguzi aliofanya. Lakini pia niseme masharifu wao wanatokea wapi? Masharifu wanatokea wapi? Wanatokea wapi? Hilo ni swali ambao unaweza kulijibu au uweze kunao umewachia watu. Nasema hivi, mimi naweza kulijibu kwa sababu nishakwambia kuna masharifu wa kutengenezwa. Masharifu, mimi nakuuliza wewe, masharifu ili uwe sharifu unatakiwa uwe na vigezo gani? Kana kwamba labda kuna masharifu unasema kutengenezwa hawatakiwi, kuna masharifu hawa hawatakiwi. Ili uwe sharifu, ili mradi unatakiwa uwe na vigezo gani? Ukiwa na jinsi kama wewe unaweza ukawa sharifu, au lazima uwe mtu kama mimi, kama ulivyosema hapo, nikivaa hivi nikienda Kibaigwa huko basi mimi sharifu tayari? Umeona ulivyovaa hivyo hapo, ukienda sehemu watu kuna wenyewe wataalamu wa wahadhiri, wataalamu wa 9 ayokupeleka sehemu hapo na wewe sharifu. Hata kama siwezi kuamsha mapepo, maana kuna watu wanajua kuamsha wale kuamsha si mipango tu, kwani kuamsha si inatengenezwa? Wewe kuna sharifu umesikia anaenda kufukua vitu? Sharifu kumuona kufukua vitu? Sharifu wapo masharifu ambao wanaenda kufukua vitu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Kuwasaidia watu wapi? Hapa mjini bwana. Kuwasaidia watu wapi? Saidi, wewe mtoto wa mjini, umezaliwa hapa Dar es Salaam, unajua mambo mengi sana. Tukizungumzia kuhusiana na kufukua vitu, inawezekana kuna vitu ambavyo watu hawaoni kama macho ya Sharifu yanavyoona. Hiyo mipango tu inatengenezwa. Mimi sinakwambia hiyo mipango inatengenezwa. Wewe usiku wa manane haupo, watu wanaweka vitu vyao, asubuhi wanaenda kufukua. Hiyo ni mipango ya kutengenezwa. Mimi nakwambia ukweli.
na wenyewe wanajua kabisa kama sisi tunafanya mipango kwa ajili ya kuendesha maisha, sio kama hawajui, lakini kigezo wanapitia ndio hivyo, mimi sharifu, mimi shekhe, hakuna watu wa design hiyo. Kwa hiyo sasa nini kifanyike hapo ili mradi maadili yarudi kama ilivyokuwa awali, kama ulivyosema mara ya kwanza, maadili ili mradi watoto wetu wanaokuja katika kizazi hichi ambacho tunachokileta sisi, nini kifanyike ili mambo ya yaani kifanyike watu kwa wakweli tu, kuridhika na maisha yao waliokuwa nayo na kuamini kwamba Mungu yupo. Unachokifanya kwanza amini kwamba Mungu yupo, yaani kwamba usitaki upate pesa kwa kuwadanganya watu. Unajua kuna watu wengine wanadanganyika, wanaishi mpaka na majoka ndani kwa imani zao, wanasema ukiishi na nyoka unakuwa na hela. Hakuna mtu anayepata hela kwa njia ya udanganyifu. Yaani hilo usijidanganye, ipo siku utadhalilika tu. Kwa hiyo kama wanavyojiita, wanajiita masharifu, wanajiita kwenye mitandao sijui mashehe sijui, yaani kuna watu ukipata historia zao ni hovyo, alafu hata mitandao wanaitumia vibaya. Juzi tumekuta kuna mtu ndio huyo anajiita sharifu, anamwambia mtu sijui ukikutana shoga, ukikutana na mimi sijui nitakugeuza, utakuwa chula, sijui nitakufanya vipi. Sasa kwani sharifu ndo kazi yake kwenda kuwabadilisha watu kwa chula, kwenda kuwaelimisha watu? Hapo kidogo umeniacha. Mtu anaongea mtandaoni kabisa, na mitandao tunaona, anamwambia mtu ukikutana na mimi nitakugeuza kuwa chula, nitakufanya sijui vibaya, nitakusomea dua, nitakufanya kitu kibaya. Ndo kazi ya masharifu hiyo? Wewe kama umemwona mtu anafanya mabaya, muelimishe, mwambie, atabadilika. Lakini sio umwambie kwa sababu kama kuwapiga mikwala. Ina maana Mtume kama angekuwa anapiga watu mikwala ingekuwa hivyo. Kwa tuishi kwa mfano wake, maana tuishi kwa mfano alioishi Mtume. Kama hatuwezi, angalau basi tuipate ile robo yake. Lakini leo tunadanganyana sana, yaani sana. Kwenye maulidi tunaeteana watu wa komedia waje kupiga hilo shekhe, naona limekuuma zaidi kuona kwa kwenye maulidi kuna watu wanakuja, watu wa ziada, kwa maana maiki apewe mtu fulani ambaye ni shekhe, tukasikiliza mawaidha, tukasikiliza nasaha zake, anapewa mtu ambaye atuchekeshe. Unamaanisha hatuja kwenda kucheka kwenye maulidi? Hatuja kwenda kucheka, sisi pale tumekwenda kupata fadhila, tumekwenda kupata thawabu, tumekwenda kupata mambo ya kheri. Wengine wa kusoma, shehe akisimama akisema pale maneno yale na kwa wanaondoka na kitu. Sasa leo unakwenda pale mtu anachekesha kingwendu, wewe unaondoka na nini pale katika uwanja wa Mtume? Wewe unaondoka na nini? Ndio ashachekesha komedia anafanya hivi. Manake tunakwenda wapi? Manake dakika za mwisho tutakwama. Sasa tutakuwa tunaita kina Doto Magari je tukusaidia kwenye dini zetu. Kweli nakwambia tunapoelekea ndio huko. Utaweza shangaa mta Doto Magari njoo msikitini utusaidie. Sasa hivi kwenye miimbari ya Bwana Mtume anapanda mtu anaimba mashairi pia. Kwenye miimbari ya msikitini. Sijui nini. Nani anaimba mashairi kabisa? Sasa tunakwenda wapi? Rais wa Mawinga, una mengi sana ya kuzungumza. Mimi nadhani mimi na wewe tutazungumza mara kwa mara. Si leo tu ndo mara ya kwanza, tutazungumza mara kwa mara. Mimi naitwa Kheri Mpinga Shari, nyuma kamera ni Omari Sambawi. Asante.